Katika kipindi cha 2025-2026 jumla ya viwanda vipya vikubwa 25 vilijengwa katika sekta mbalimbali. Viwanda hivyo vimeweza kutoa ajira ya watu 39,000 ambapo ajira 7,600 ni za moja kwa moja na ajira 31,000 zisizo za moja kwa moja. Mafanikio haya yanaonyesha kwamba uwekezaji katika viwanda una matokeo ya moja kwa moja katika uzalishaji wa ajira, ongezeko la kipato na upanuzi wa wigo katika kodi. Hadi kufikia April 2026, data ya viwanda ilikuwa na jumla ya viwanda 25,000 ambapo viwanda 482 ni vikubwa, 625 ni vya kati na 8,980 ni vidogo na 15,563 ni vidogo sana. Takwimu hizi zinatukumbusha nini? Zinatukumbusha kwamba kuna maendeleo ambayo yanaendelea huko chini. Yanatukumbusha kwamba sisi kama maafisa biashara tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunakusanya taarifa sahihi ambazo zimeruhishwa, ambazo zinaweza kutumika kufanya maamuzi ya kisera. Na kwa kufanya hivi, si tu kwamba tutakuwa tumewatendea haki wale ambao tunawasimamia, lakini tutakuwa tumetendea haki taasisi zetu na taaluma zetu. Hivyo maafisa biashara na wakuu wa idara mnapaswa kushirikiana na taasisi ambazo ziko chini ya viwanda na biashara, ambazo kazi yake ni kufacilitate, kazi yake ni kumwezesha mfanyabiashara wa Kitanzania kuwa shindani katika sekta ya biashara. Kila mkoa tunafahamu kwamba wana kandidata za viwanda na biashara na masoko, lakini waendelee kuboresha na kuhuisha kandidata hizo ili tujue kuna leseni ngapi, kuna wawekezaji wangapi katika maeneo gani, tujue maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli za kiuchumi, na taarifa hizo ziwe kwa wakati na ziwe na uthibitisho ambao unakubalika. Kila halmashauri iandae na kuhuisha wasifu wa uwekezaji katika maeneo. Ni jukumu lako afisa biashara, viwanda na biashara kuangalia fursa ambazo zipo ndani ya halmashauri yako na kuziibua, aidha kwa kutumia mitaji ya watu binafsi, taasisi za fedha, ama kujenga ushawishi kwa watu. Kuna watu ambao wana fedha lakini hawajafikiwa kushawishiwa kuona fursa ambazo zimewazunguka. Kwa hiyo ni jukumu la kila halmashauri kuandaa wasifu wa shughuli za uwekezaji ambazo zipo, fursa, malighafi, miundombinu, masoko na maeneo ya uwekezaji. Mabaraza ya biashara ya mikoa na wilaya yafanye kazi kikamilifu. Mikutano yao ifanyike kwa mujibu wa ratiba. Hoja za sekta binafsi zirekodiwe, zipangiwe muda wa kutatuliwa na mrejesho utolewe kwa wadau wote. Maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya viwanda na wajasiriamali yaendelezwe. Tuna 5% ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameirudisha kwa halmashauri kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu. Naomba tulichukulie hili swala kama baraka kwetu na kama fursa ya kihistoria ambayo kupitia hiyo tumeambiwa zaidi ya bilioni 72 ambazo zitatoka kwenye halmashauri zitajielekeza kwenye ujenzi wa miundombinu. Ni vyema sasa tukarudi tukajipanga kuona kwamba fedha hizo zinaenda kuwa mbegu ya ujenzi wa miundombinu ambayo itatumika katika shughuli za biashara, uwekezaji na uzalishaji. Ni vyema halmashauri zishirikiane na watu wa ardhi, watu wa maji na nishati pamoja na miundombinu ya barabara katika kuhakikisha kwamba miundombinu ambayo inatengenezwa